Hivyo wao kutoshiriki uchaguzi hakutazuia taratibu za kiuchaguzi kuendelea au kufanyika ndani ya nchi yetu. Ambapo walisema kamati kuu ya Chadema imesisitiza kuwa kesi hiyo ya mwenyekiti wao ni kesi ya kisiasa. Mimi ni muombe ndugu Mnyika kwamba ajue chama kinachoamini na kujinasibu kuwa chama cha demokrasia inabidi kiwe chama cha kwanza kuhakikisha kinatunza na kulinda demokrasia ya nchi. Hivyo kinapaswa kujua hakuna chombo chochote chenye mamlaka ya kuingilia mahakama zetu. Hivyo kama viongozi wajitafakari na waendelee kujifunza zaidi ya upana wa demokrasia ambao mpaka sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuishi na kuienzi kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania. Mihimili ya nchi yetu iko mitatu: bunge, serikali pamoja na mahakama, na tunajua kwamba kila chombo kinafanya kazi kwa utashi wake bila kuingiliwa. Sasa leo kiongozi wa kisiasa akisema kiongozi fulani ameonewa na chombo kinachohusika na kutoa haki akijasema hivyo, maana yake anataka kuingilia uhuru wa mahakama, jambo ambalo ni hatari kwa mustakabali wa nchi yetu. Mtu anaweza akachinjwa, ndugu mwingine akasema kwamba ndugu yangu hakuchinjwa, ni kesi amepewa atoke. Nadhani wasubirie mahakama iweze kuamua vile ambavyo itafaa. Lakini uchaguzi wa Oktoba 25, ndugu Mnyika alisema kamati ya chama chao imeendelea na msimamo wake juu ya uchaguzi wa Oktoba 25 kuwa haukuwa uchaguzi wa huru na wa haki, na kuwa viongozi waliokuwepo madarakani hawakuchaguliwa na wananchi. Hivyo inaendeleza msimamo wao wa tarehe 12 kutoitambua serikali. Sasa mawazo kama haya sisi tunasema ni mawazo yaliyofilisika. Wewe umesusa kushiriki uchaguzi. Serikali ichukue hatua 1, 2, 3. Sasa sijui, nadhani kuchanganyikiwa, lakini tutawalea, tutafika. Jambo lingine ambalo ninataka kulikazia katika hivyo, lazima wenzetu watambue Tanzania kuna vyama vya siasa 19 vilivyosajiliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Hivyo wao kutoshiriki uchaguzi hakutazuia taratibu za kiuchaguzi kuendelea au kufanyika ndani ya nchi yetu, kwa sababu ni uamuzi wako, aidha ushiriki au usishiriki. Unaamua tu kwamba jamani, leo twende. Hapana, wengine watakwenda. Jambo lingine, vurugu za Oktoba 29, hilo nimeshalizungumza nyuma kwamba tume imeshaundwa na sasa tume ya kwenda kuchunguza zaidi na kwenda kukamilika, na tutapata majawabu nini ambacho kipo, na katika hili tumeipongeza tume. Lakini jambo lingine napenda kulizungumza hapa, katika maazimio yao, kamati kuu ya chama chao imeadhimia kuendeleza kuhimiza kuundwa tume huru ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 yenye kujumuisha wataalamu wa ndani na nje. Lilikuwa ni moja ya azimio lao, lakini lazima watambue kama kuna mambo ya ziada ambayo tume ya Jaji Chande haijafanikiwa kuyapata na Chadema wanayajua, basi ninawashauri wapeleke ushahidi na maelezo zaidi katika vyombo vyetu vya uchunguzi ili kurahisisha mchakato huo. Na kama ni muendelezo wa kuamini kuna mataifa ya nje yenye mahaba makubwa zaidi na taifa letu, basi itakuwa wanahitaji zaidi elimu ya geopolitics iwaimarishe kisiasa, kwa sababu mambo ya ndani lazima tuyajadili ndani, na ndani hatujashindwa kujadili mambo yetu ndani. Waliopanga, Mheshimiwa Rais alipopokea tume alisema na kwa sababu hii ni moja ya mambo ambayo tume swala toka nje wakakwamisha mchakato huu. Sasa mabadiliko ya katiba ambayo ni ya wananchi, sio ya vyama vya siasa. Jambo
hadhara, sisi tunawapongeza. Mikutano ya hadhara waendelee nayo, waianze kwa haraka, watatukuta sisi tuko site na tutaendelea kujenga hoja na Watanzania wataamua nani ambayo wanaona anastahili zaidi. Na jambo lingine ni swala la bei ya mafuta waliozungumza, wakitaka iwekwe ruzuku ya 50%. Jambo hilo katika press iliyopita nilizungumza na kutolea ufafanuzi, na ninaamini wataalamu wa uchumi katika hili watashauri vizuri zaidi ili mambo yote yaweze kwenda kwa pamoja. Na jambo ambalo lipo ni kwamba nchi zote duniani bei za mafuta zimepanda. Hakuna nchi duniani ambayo bei ya mafuta haijapanda. Sasa serikali inaliangalia hili jambo kwa jicho kubwa, kuona kwa namna gani inaendelea kukabiliana na haya mambo. Lakini jambo lingine ambalo napenda kuwaambia waandishi wa habari kwamba kuanzia wiki ijayo nitaanza ziara mkoa wa Mara, ziara ya chama kwenda kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, lakini kwenda kuwasikiliza wananchi wetu kama wana changamoto, wana mambo ya kukiambia chama chao, tutakwenda kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 12 nadhani mpaka 16 tunaweza tukawa tunaanza ziara katika. Jambo la mwisho ninalopenda kulisema, kwanza ni washukuru waandishi wa habari, lakini washukuru wa Tanzania kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kudumisha misingi ya amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Na nizidi kusisitiza kwamba misingi hiyo tuendelee kuienzi, tuzidi kushikamana, kwani tunaona jamii watu wanatumia clips au video za matukio yaliyotokea Oktoba 29 kama mtaji wa kisiasa. Sasa hili jambo tunaelimishana mara zote kwamba hakuna mtoto wa mwanasiasa yoyote aliyepata madhara katika mavurugu ya Oktoba 29. Lakini walioshawishi wanadunda wapo, waliohamasisha wanatembea wapo, familia zao wamepeleka nje, watoto wao wako salama. Sasa tushirikiane wote humu ndani kulinda Tanzania yetu. Wengine wanapotuambia tuvurugane, wao wana sehemu za kukimbilia na kuishi bure. Sisi hapa ndio nyumbani kwetu, tuna wajibu wa kulinda nyumbani kwetu. Lakini tuzidi kushirikiana na serikali na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni njema. Dhamira yake ni kuona taifa linapiga hatua kubwa ya maendeleo likiwa na usalama wa kutosha. Na sisi kama chama tuhakikishie tuna mwenyekiti na rais ambaye ni imara, yuko vizuri, mchapa kazi, ambaye anatambua Watanzania wanahitaji nini. Hivyo sote kwa pamoja tushikamane katika kuhakikisha tunalinda taifa letu kwa mikono yetu wenyewe.